saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Haya basi, kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania pamoja na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Vilevile tunayo Radio Maniema No City, inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya basi, karibu msikilizaji, tuandamane hii leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 8 Januari. Hii leo macho yote bado yamo katika kinyang'anyiro cha mataifa bingwa Afrika AFCON, ambapo timu zimekata tiketi za robo finali, lakini kwanza tupate taarifa za habari naye Angela Ngendo. Utawala wa Rais Donald Trump umejiondoa na kufuta ufadhili kutoka kwa zaidi ya mashirika 60 ya kimataifa sawa na mashirika ya Umoja Mataifa. Taarifa ikulu ya White House inasema Rais Trump amesaini waraka rasmi wa kuondoa ushirika wa Marekani sawa na ufadhili kwa mashirika 66 ya kimataifa. Mashirika yaliyoathirika na tangazo hili ni pamoja na yale yanayohusika na masuala ya mazingira, haki za wafanyakazi, uhamiaji, afya na jinsia, ushirikiano wa kanda ya Pacific, taasisi ya kutetea utawala bora na demokrasia, pamoja na baadhi ya mashirika yanayohusika na kukabiliana na ugaidi duniani. Waraka wa Trump unasema mashirika haya yana faida kwa Marekani, yana usimamizi mbovu, yanakumbwa na ulaghai wa fedha, na kwamba sera za mashirika haya zinaegemea sera za kibaguzi. Wakati huo huo, Marekani imetangaza kusitisha ufadhili wote kwa serikali ya Somalia kwa madai maafisa wa serikali ya Mogadishu waliharibu maghala yanayomilikiwa na mashirika ya Marekani na kupora chakula cha misaada kwa wakimbizi wa ndani na jamii zinazoathirika na hali mbaya ya usalama pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio inasema mamlaka za Marekani hazitashirikiana na vitendo vya wizi wa misaada ya raia kutoka kwa serikali za nchi husika. Chini ya utawala uliopita wa Marekani wa Rais Joe Biden, Marekani ilitoa misaada ya karibu dola milioni 700 kwa nchi ya Somalia. Serikali hata hivi ilipata kiasi kidogo cha fedha ya misaada, mingi ikisimamiwa na shirika la misaada la Marekani USAID, ambalo limefutwa na utawala wa Rais Trump. Mgombea wa urais nchini Uganda Bobi Wine ameanza kuvalia jezi maalum na kofia ya usalama, akisema hii inamkinga kupigwa risasi. Hata hivyo, wafuasi wake wamelalamikia maafisa wa usalama kwa kuendelea kuvuruga mikutano ya kampeni za Bobi Wine, ambaye imeshuhudia polisi wakirusha mabomu ya machozi kwa wafuasi kwenye mikutano ya hadhara. Bobi Wine anachuana na Rais Yoweri Museveni ambaye ameongoza Uganda kwa miongo 4 sasa. Uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge na madiwani nchini Uganda unatarajiwa wiki ijayo tarehe 15. Na sokwe mmoja wa milima amejifungua mapacha katika mbuga ya Virunga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wahudumu wa hifadhi hiyo walipata sokwe huyo maarufu kama Mafuko akiwakumbatia wanawe wawili ambao wanasema wako salama kiafya. Ni nadra kwa sokwe wa milima kujifungua mapacha. Mara ya mwisho Mafuko alijifungua mapacha ilikuwa mwaka 2016, ambao alifariki dunia wiki moja baada ya kuzaliwa. Mbuga ya Virunga ni mojawapo ya mbuga za kijadi na ilianzishwa karne moja iliyopita. Kwa sasa ni nyumbani kwa sokwe wa milima ambao pia hupatikana nchi za Rwanda na Uganda.
Shukran sana Ng'endo. Tuanzie nchini Uganda ambapo raia wanatarajiwa kufanya maamuzi ya viongozi wapya wiki ijayo katika uchaguzi mkuu. Hii leo tume ya uchaguzi inatarajiwa kuwasilisha daftari sahihi ya wapiga kura watakaoshiriki zoezi la wiki ijayo. Sadamu Bale anaripoti kamili kutoka Kampala. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa urais ya Uganda, tume ya uchaguzi inatakiwa kutoa nakala ya mwisho ya daftari la wapiga kura kwa wagombea wote wa urais. Sasa tume hiyo imetoa daftari hilo siku 6 kabla ya siku ya uchaguzi, baada ya wiki kadhaa za lawama na shinikizo kufuatia ucheleweshaji wa kutolewa kwa daftari hilo. We are also going to hand over a soft copy of this same register. Pia tutakabidhi nakala laini za daftari la wapiga kura za kidijitali kwa vyama vyote vya siasa. Vyama vitakavyopokea rejista ya taifa vitapewa muda wa kutosha kuhakiki na kuthibitisha kuwa vimepokea rejista kamili inayohusisha vituo vyote 50,739 vya kupiga kura. 50,739 polling stations. Chama tawala cha National Resistance Movement kilichowakilishwa na katibu mkuu wake kimekuwa chama cha kwanza kupokea hati hiyo kubwa yenye taarifa za wapiga kura. And we have cross-checked the numbers, the pages, how the names are. Tumefanya uhakiki wa namba na kurasa za nakala ya daftari la wapiga kura. Pia tumehakiki jinsi majina yalivyoandikwa na yanavyoonekana, na tutaendelea kufanya uhakiki wa kina zaidi kituo kwa kituo cha kupigia kura. Aidha, chama cha National Unity Platform kiliwakilishwa na mweka hazina wa chama hicho Benjamin Katana wakati wa kukabidhiwa daftari hilo. Verify polling station by polling station as per the district. Kazi yetu kubwa kwa sasa ni kuhakiki register kituo kwa kituo cha kupigia kura. Major task now is to verify and count each polling station. Wakati huo huo, tume ya uchaguzi imesema kuwa licha ya kuondolewa na kuongezwa kwa majina wakati wa zoezi la uhakiki, idadi ya jumla ya wapiga kura walioandikishwa imebaki kuwa milioni 21.9. Julius Muchunguzi ni msemaji wa tume ya uchaguzi. We have been working towards cleaning the national voters register. The number of voters Tumekuwa tukifanya kazi ya kusafisha nakala ya wapiga kura. Idadi ya wapiga kura bado ni milioni 21.6, na hii ndio idadi ya wapiga kura watakaoshiriki katika uchaguzi. The number of the registered voters that are going to vote in this general election. Kwa sasa wagombea wa urais na vyama vya siasa wana siku 6 za kulikagua na kulichambua daftari la wapiga kura. The law says that at nomination you give presidential candidates a soft copy that is not the final version. Sheria inaelekeza kuwa wakati wa uteuzi wagombea hupewa nakala laini ambayo sio toleo la mwisho. Tangu wakati huo tumekuwa tukifanya mchakato wa kina wa kusafisha nakala hiyo. Cleaning up has been happening. Hata hivyo, bado kuna maswali iwapo tume ya uchaguzi itakuwa na muda wa kutosha kushughulikia changamoto zozote zitakazojitokeza na wadau wakuu wa uchaguzi. Sadamu Bale, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kampala. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Vile msikilizaji, tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Jina langu mimi ni Anne Ngugi. Bila shaka naona wengi mnajiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Sauti ya Mwafrika. Dirango John, ukiwa pale Nakuru, kaunti ya Nakuru nchini Kenya, ninakupata vizuri. Nawe pia unasema unanipata vizuri. Shukran sana Ndirangu, endelea kutusikiliza. Vile unasema unatusikiliza wewe na jamii yako, na unaendelea basi kujuzwa mengi kuhusiana na Sauti ya Mwafrika. Tukisonga mbele ni kwamba kwa kipindi cha miaka 5 Afrika Magharibi imeshuhudia angalau mapinduzi 5 makubwa katika mataifa ya Mali, Guinea, Niger na Burkina Faso. Mapinduzi haya mara nyingi hayajasababisha utulivu wa kudumu wala mabadiliko ya kweli ya kijamii na kiutawala, bali yamezua mjadala mpana kuhusu demokrasia, usimamizi wa utawala na mustakabali wa raia wa Afrika Magharibi.
Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anashikilia kuwa mapinduzi ni ishara ya kushindwa kwa nguvu za hoja, taasisi na kiraia katika kudumisha demokrasia. Jaribio lililotibuliwa la mapinduzi nchini Burkina Faso si tukio la kawaida la kiusalama, ni kengele ya tahadhari kwa Afrika Magharibi na kwa bara zima. Ni sauti inayouliza swali gumu: kwa nini baada ya miongo ya uhuru bado tunarudi katika mantiki ile ile, kwamba bunduki inaweza kufanya kile ambacho fikra, taasisi na ridhaa ya wananchi zimeshindwa? Katika mwongo mmoja uliopita, Mali, Guinea, Burkina Faso na Niger zimeingia kwenye mzunguko wa mapinduzi, mzunguko unaojirudia kwa kisingizio cha kuisafisha nchi, lakini huishia kuifunga zaidi. Kila mapinduzi huanza kama falsafa ya ukombozi, lakini huishia kwa ibada ya nguvu. Huchukua nafasi ya udhaifu wa kisiasa kwa udhaifu wa kimaadili. ECOWAS na Umoja wa Afrika zimesimama katikati ya mtihani wa kihistoria. Kauli za kulaani vikwazo vya kiuchumi na juhudi za upatanishi zimekuwa za kawaida, lakini hazijavunja mizizi ya tatizo. Tatizo si tu wanajeshi wanaotoa madaraka. Tatizo ni mfumo wa kisiasa unaoshindwa kuhakikishia raia heshima, haki na matumaini. Pale demokrasia inapokuwa dhaifu, mapinduzi hujifanya kuwa tiba, lakini ni dawa yenye sumu. Kifalsafa, mapinduzi ya kijeshi ni kukiri kushindwa kwa fikra za kiraia, ni kukimbia mjadala, kukataa subra ya mageuzi na kuamini kwamba sauti ya risasi ni ya juu kuliko sauti ya hoja. Lakini historia ya Afrika Magharibi imethibitisha mapinduzi hubadilisha wahusika, si misingi; huondoa serikali, si ufisadi; huua uhuru kwa jina la kuokoa taifa. ECOWAS na AU hazina budi kufanya zaidi ya kuzima moto, zinapaswa kujenga kinga ya moto. Hii inahitaji uwekezaji wa dhati katika taasisi huru, ulinzi wa katiba, uchaguzi wenye uhalali, vyombo vya habari huru na nafasi salama ya upinzani. Bila hivyo, kila nchi itabaki kuwa shamba la majaribio ya wanajeshi na kila kizazi kitaachiwa deni la hofu. Jaribio la mapinduzi Burkina Faso halipaswi kuadhimishwa kwa ushindi wa upande fulani, bali litafakariwe kama dalili ya ugonjwa sugu wa kisiasa. Bara haliwezi kuendelea kutafuta wokovu kwenye ncha ya bunduki. Mabadiliko ya kweli hayaji kwa amri za kijeshi, hujengwa polepole kwa hekima, uwajibikaji na ridhaa ya wananchi, kwa sababu hatimaye swali si nani anatawala leo, bali ni mfumo gani utabaki kesho. Haya basi, shukran sana Shisia Wasilwa kwa kutuletea ama kusheheni tahariri ya leo. Kwa sasa tutupie jicho yaliyomo kwenye viwanja vya kinyang'anyiro cha kombe la mataifa bingwa barani Afrika, AFCON. Mechi ya kufungua kazi ya robo fainali kati ya Senegal na Mali inaratibiwa kuwa mmojawapo wa mechi ngumu sana kubashiri. Mali ambao walifuzu kutoka kwa awamu ya makundi na alama 3 walilazimisha sare ya 1-1 na Tunisia, kisha kuazimia nyota yao katika robo fainali kupitia matuta ya penalti katika awamu ya maondoano. Sasa wanakabili Senegal ambao waliongoza kundi lao kwa alama 7. Timu zote mbili zinajivunia wachezaji wa haiba ya juu wanaosakata kabumbu ya kulipwa ugaibuni, na katika historia wamewahi kupepetana mara 40, huku Senegal ikiwalemea Mali mara 19, mechi 13 zikiishia sare na Mali kushinda mechi 8. Japo wengi wanapigia upato Senegal, mpira hauna adabu. Ubashiri wako kwa mechi hii ni upi? Weka kauli yako katika ukurasa wetu wa Facebook, TikTok, X na YouTube. Bila shaka tutausoma. Zaidi ya hayo, nimezungumza na mchambuzi Steven Simiu akiwa mjini Eldoret kuangazia mechi kati ya Cameroon na wenyeji Morocco. Morocco dhidi ya Cameroon, ama ukipenda Atlas Lion dhidi ya Indomitable Lions. Bila shaka wanapo hizi timu zote mbili bila shaka zimekutana mara 13, mara 4 ambapo bila shaka wamekutana. Morocco waliweza kuwapigu Cameroon mabao 2 bila jawabu, na kwa upande wangu kaka, namuona Morocco ana uwezo mkubwa sana wa kumwadhibu Cameroon hasa katika kipute cha AFCON ambacho kitakuwa kinaananga mnamo siku ya Ijumaa, Morocco kumpiga Cameroon. Unapoangalia hivi karibuni. Kwa nini unasema kwamba Morocco watapiga Cameroon? Kwa sababu Morocco waliongoza katika kundi lao na pointi sana. Bila shaka ndio. Imechukua muda mrefu sana Morocco
kuweza kunyakua tajiri la AFCON na jinsi wanavyo cheza mpira wao unapoangalia katika kundi lao. Ni mojawapo ya timu ambayo imekuwa na msisimuko aina yake kaka. Manake tangu mwaka 1976 ndio ilikuwa mara ya mwisho Morocco kunyakua hilo taji. Kwa hivyo watakuwa wanashuka kadimbani wakiwa na ndoto ya kunyakua kombe hili kwa mara nyingine tena kaka. Manake kulingana na hosia na utafiti wangu na hapo upato mkubwa sana Morocco kuweza kuingia katika ndani ya finali. Wana Cameroon wakati wa makundi walicheza mechi 3 wakatoka na point 7, na vile vile Morocco waliongoza jedwali la kwao kwa point 7 baada ya kucheza mechi 3 wakashinda 1 wakadraw 1. Vile vile tuna wana Cameroon, sababu naona hapa bila shaka wametoshana nguvu. Hizo gani hizo unasema kwamba Morocco anaweza kuwa nazo za ziada simpiku Cameroon? Japo Morocco ina wachezaji ambao ni wazoefu nazungumza kina Diaz, ni mojawapo wachezaji ambao wana uzoefu, kikosi ambacho bila shaka kimeandikisha historia katika vipute tofauti. Kwa hivyo Cameroon pia siwezi underrate kaka, ni mechi ambayo bila shaka ni ya kufa mtu, lakini unapoangalia hizi katika awamu ya makundi Morocco hajaweza kupoteza. Maanake nakumbuka aliandikisha sare moja tu dhidi ya Mali, na bila shaka mechi zingine akaweza kushinda mechi zake zote, lakini ukiangalia Cameroon ameweza kupoteza mechi moja na kuandikisha sare mara 2. Kwa hivyo Cameroon pia amekuwa hana ile consistent performance. Ndipo nasema kwamba nampa Morocco pato mkubwa sana wa kuweza kumadibu Cameroon bao moja kwa ufe kaka. Mashabiki Afrika ya Mashariki wanaofuatilia AFCON pia wao wamezungumza kuhusu kipute hiki. Tukitoka milima ya Kampala tutateleza hadi Dar es Salaam, kisha tukuja tufunge kazi Nairobi, Kenya. Hamjambo wasikilizaji wa Sauti ya Afrika. Jina langu ni Masereka Yakub, mkaaji wa jijini Kampala, Uganda, mwalimu maarufu wa lugha ya Kiswahili. Kwa kweli mimi nashabikia nchi ya Cameroon na ninadhani ina uwezo mkubwa sana kuchukua hiki kombe cha AFCON. Kwa sababu ukiangalia namna walivyocheza tangu mwanzo wamekuwa wanashinda mpaka sasa, na ninadhani kweli kabisa wana uwezo mkubwa sana kulingana na wachezaji wao mabingwa kutoka nchi za Ulaya. Na msimu mwingine tena tu. Jina langu ni Samuel Kasero kutoka hapa nchini Uganda, wilayani Kasese kwa boda ya Kongo na Uganda. Mimi nilikuwa mshabiki wa timu zetu kutoka hapa Afrika Mashariki, lakini jambo ambalo halieleweke vizuri lilitokea. Timu zetu zote ziligonga mwamba na zote zikaondoka. Hivi sasa mimi ni mshabiki wa Morocco, ikiwa ni nchi ambayo ina host hizi timu za AFCON, na mimi ninawatakia kila laheri katika michezo hii. Mimi nadhani nchi ya Morocco itashinda kombe hili kwa sababu wao ndio watu ambao wanaishi katika nchi ya Morocco na wamezoea mazingira. Hata wakicheza mpira tu wanajisikia wako nyumbani, na kwa hivi nadhani watashinda michuano hii kwa sababu wanaelewa mandhari, yani mazingira ya kwao. Shukrani sana, Samuel Kasero kutoka hapa wilayani Kasese nchini Uganda. Asante sana, shukrani sana. Mimi timu zangu ninazoshabikia zilikuwa ni timu 3 toka mashindano yanaanza. Ni Algeria, Ivory Coast na Cameroon. Hizi ndio timu ambazo natarajia zinaweza kuchukua ubingwa kutoka mwanzo walivyoanza mpaka sasa, na wameingia hadi katika hatua hizo zote. Matumaini yangu kati ya mmoja wao kati yao atakuwa bingwa katika mashindano ya ligi ya ndani ya AFCON. Na sioni kama Morocco anaweza kuchukua kombe mbele ya hawa jamaa. Ni watu ambao wametimia, wamekamilika. Kongo ilikuwa sio timu ndogo, ambapo Kongo walipambana sana, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Wamekutana na timu ambavyo ni visiki. Sasa hivi vilivyobaki ni visiki, na hivi ndio vitakavyokwenda kuingia finali kati ya hizi timu 3 tunazokutajia. Hizi zingine amini usiamini zinakwenda kutoka tu. Ni Ivory Coast, Cameroon na Algeria. Kwanza nitambulishe, naitwa Kelvin Kahangwa. Mimi toka mashindano yameanza, kikweli mimi nilikuwa naishabikia timu yangu ya Tanzania, Uganda, Senegal na Mali. Sasa kutokana na mechi na mitazamo yangu,
kwa sasa, kwa sababu Tanzania ishatoka, ingawa tumetoka kwa sijui ni zengo sijui ni nini, kwa sababu wale Morocco ni waandalizi wameandaa hilo kombe, kwa maana kwa njia moja au nyingine waga wanapewa kipaumbele. Ila kwa sasa timu ninayoshabikia ni Mali, ambayo inanipa matumaini inaweza ikafika mbali. Asante sana. Kwangu mimi hakuna mechi, yani mechi zote ni ngumu. Hakuna kwamba kuna mechi hii ngumu, mechi hii ni nyepesi. Timu zote zilizoingia pale ni miamba ambayo inajulikana kidunia, kiafrika, kwamba ni timu ambazo zimeandaliwa, zimetengenezwa, zina mbinu, zina mfumo na wanajua nini watakachokifanya. Lakini kwa mtazamo wangu mimi naona mechi ngumu itakuwa ni kati ya Morocco na Kameruni. Kwa nini nasema mechi itakuwa ni ngumu? Morocco ni mwandaaji wa mashindano, anataka aweze kufika fainali na ikiwezekana achukue kombe. Lakini ukiangalia Kameruni, kutokana kwamba Kameruni imekuja kushiriki mashindano haya ikiwa bado nchi yao, au nasema viongozi wa masuala ya michezo katika nchi ya Kameruni walikuwa hawaelewani kati ya Samuel Eto'o na watu wengine, kiasi kwamba walikuwa na vikosi viwili, lakini Eto'o akaamua kumchagua kocha mzawa na kuleta wachezaji ambapo walikuwa na hoja, na hoja yake ilikuwa ni vipi, kwamba wachezaji ambao walikuwa wameteuliwa hawalipigania taifa, ila Eto'o akataka vijana ambao wanataka kuonekana waweze kulipigania taifa, na kweli wamefanya vizuri na wameweza kuingia katika hatua ya hii robo finali. Sasa ni ngumu kuishia hapa, kwa sababu wanataka kuionyesha nchi yao kwamba wana uwezo, na Kameruni anataka aweze kupambana. Mtu mwingine ambaye na mechi naye itakuwa ni ngumu ni Ivory Coast. Ameingia, amekutana na miamba ambayo ina uwezo, kwa sababu ndo amekamata kombe na anataka aweze kuitawala. Nafikiri mechi ya Kameruni na Ivory Coast jinsi ilikuwa ni mechi ngumu sana. Kwa majina ni Edmond kutoka Nairobi. Kulingana na AFCON ilipoanza hadi sasa, mimi ni shabiki wa Senegal na napenda Senegal sana kwa sababu wako consistent, hawa give up na mpira yao ina flow. Kulingana na master wao kuna kujigamba mingi, watu wanajituma na napenda flow ya mpira yao. Gabriel Ingobo, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika Michezo. Sasa tupate taarifa ya matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Utawala wa Rais Donald Trump umejiondoa na kufuta ufadhili kutoka kwa zaidi ya mashirika 60 ya kimataifa sawa na mashirika ya Umoja Mataifa. Taarifa ikulu ya White House inasema Rais Trump amesaini waraka rasmi wa kuondoa ushirika wa Marekani sawa na ufadhili kwa mashirika 66 ya kimataifa. Mashirika yaliyoathirika na tangazo hili ni pamoja na yale yanayohusika na masuala ya mazingira, haki za wafanyakazi, uhamiaji, afya na jinsia, ushirikiano wa kanda ya Pacific, taasisi ya kutetea utawala bora na demokrasia, pamoja na baadhi ya mashirika yanayohusika na kukabiliana na ugaidi duniani. Waraka wa Trump unasema mashirika haya yana faida kwa Marekani, yana usimamizi mbovu, yanakumbwa na ulaghai wa fedha, na kwamba sera za mashirika haya zinaegemea sera za kibaguzi. Wakati huo huo, Marekani imetangaza kusitisha ufadhili wote kwa serikali ya Somalia kwa madai maafisa wa serikali ya Mogadishu waliharibu maghala yanayomilikiwa na mashirika ya Marekani na kupora chakula cha misaada kwa wakimbizi wa ndani na jamii zinazoathirika na hali mbaya ya usalama pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio inasema mamlaka za Marekani hazitashirikiana na vitendo vya wizi wa misaada ya raia kutoka kwa serikali za nchi husika. Chini ya utawala uliopita wa Marekani wa Rais Joe Biden, Marekani ilitoa misaada ya karibu dola milioni 700 kwa nchi ya Somalia. Serikali hata hivi ilipata kiasi kidogo cha fedha ya misaada, mingi ikisimamiwa na shirika la misaada la Marekani USAID ambalo limefutwa na utawala wa Rais Trump. Mgombea wa urais nchini Uganda Bobi Wine ameanza kuvalia jezi maalum na kofia ya usalama, akisema hii inamkinga kupigwa risasi. Hata hivyo, wafuasi wake wamelalamikia maafisa usalama kwa kuendelea kuvuruga mikutano ya kampeni za Bobi Wine, ambaye imeshuhudia polisi wakirusha mabomu ya machozi kwa wafuasi kwenye mikutano ya hadhara. Bobi Wine anachuana na Rais Yoweri Museveni ambaye ameongoza Uganda kwa miongo minne sasa. Uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge na madiwani nchini Uganda
unatarajiwa wiki ijayo tarehe 15. Na sokwe mmoja wa milima amejifungua mapacha katika mbuga ya Virunga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wahudumu wa hifadhi hiyo walipata sokwe huyo maarufu kama Mafuko akiwakumbatia wanawe wawili ambao wanasema wako salama kiafya. Ni nadra kwa sokwe wa milima kujifungua mapacha. Mara ya mwisho Mafuko alijifungua mapacha ilikuwa mwaka 2016 ambao alifariki dunia wiki moja baada ya kuzaliwa. Mbuga ya Virunga ni mojawapo ya mbuga za kijadi na ilianzishwa karne moja iliyopita. Kwa sasa ni nyumbani kwa sokwe wa milima ambao pia hupatikana nchi za Rwanda na Uganda. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Vile vile tunakusihi waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Muafrika. Vile vile kama upo maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Unaweza pia kutufuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika kupitia redio Rwanzururu RTN Beni. Hii nayo ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vile vile inapatikana katika masafa marefu. Haya basi, vile vile tumepata ushirika wa redio nyingine kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninazungumza hapa kuhusu Radio Maniema No City, inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, kama unatusikiliza kutoka kule jiji la Kindu, jimbo la Maniema, tuma ujumbe wako papa hapa ili tuweze kuusoma, au pahali popote ambapo unatusikiliza tutasoma maoni yako na utayapata hapa hapa. Ama ni kipi ambacho ungependa turipoti kutoka maeneo ulipo? Sisi kazi yetu ni wanahabari, lakini wanahabari ambao wanaangazia sana sauti ya Mwafrika iweze kusikika kote duniani. Haya, hebu sasa tuangalie neno la siku. Neno la siku hii leo ni mionzi. Mionzi ni neno la Kiswahili linalorejelea nguvu au nishati inayosafiri kutoka chanzo kimoja kwenda kingine bila kubebwa na kitu kinachoonekana, mara nyingi kwa njia ya mawimbi au chembechembe ndogo sana. Kwa mfano, mwanga wa jua, joto linalotoka kwenye moto, mawimbi ya redio, televisheni au simu, mionzi ya nyuklia kama X-ray au gamma. Hitimisho kwa ujumla, mionzi ni nguvu au nishati isiyoonekana kwa macho, lakini inayohisiwa kwa athari zake. Iwe ni mwanga, joto, mawimbi ya mawasiliano au hata mvuto wa fikra na utu wa mtu. Haya basi, hapo ndipo tunahitimisha sehemu hiyo ya neno la siku. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Vile vile saa 12:30 saa za Afrika, nchi za Afrika ya Kati au nchi za Maziwa Makuu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa na uwe na jioni njema.